Mathayo sura ya 6 mstari wa kwanza. Soma mstari wa kwanza, alafu Luka soma mstari wa 5. Biblia inasema Mathayo sura ya 6 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. mstari wa 5. Wa 5 inasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Haleluya. Sasa sisi tusome na andiko jingine, lakini mimi niseme yeye ambaye anatenda kazi ili aonekane na mwanadamu hana thawabu mbele za Bwana. Nami naomba nianze kusema kazi ndani ya kanisa la Mungu. Lakini ninadhani mtu huyu shida yake ni kwamba hajajua nafasi yake. Shida ya mtu huyu hajajua nafasi na mchungaji anapaswa kuwajua watu wa jinsi na kuwashauri na kuwaambia. Nimefanya hivi kwa watu kadhaa, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye hushuhudia kile tunachofanya. Amina. Mtu anayefanya kazi ambayo Bwana ameweka ndani yake anaifurahia sana, anaenjoy, yani ataihangaikia, hata lala kwa ajili ya hiyo, atapoteza vitu vingi, muda, kukutana na watu na nini, lakini afanye kile ambacho akifanya roho yake inafurahi, anasikia amani, hasikii njaa. Nami niseme ni Roho Mtakatifu ndiye anayefanya. Wakorintho wa kwanza 12:7. Sasa mimi naandika sana vitabu kwa sababu hatuwezi kuvisoma vyote. Wakorintho wa kwanza 12:7. Hata hivi ni vizuri useme hata na mchungaji ya kwamba mimi huwa najisikia hivi katika moyo wangu, katika nafsi yangu. Je, hiki ndio kipawa ama karama? Amina. Wengine Bwana huwatokea hata katika ndoto. Uliza, je, maana yake ni kwamba mimi kipawa changu ni hiki? Haleluya. Lakini niseme na watu ambao huwa wanawanyoshea watu wengine vidole. Adhabu yako ni mara mbili ya yule unayemnyoshea kidole. Ni heri anayefanya kuliko wewe unayemshutumu usiyetenda. Ndio maana nasema adhabu yako wewe ni mara mbili, kwa sababu unaweza ukamtoa mahala ambapo Bwana alikuwa amemweka. Amina. Maana unajua hata kuomba ni karama. Mtu anaweza kusema huyu anaomba kweli huyu? Amna, anajiombesha. Si kweli? Lakini kuomba ni karama. Na hakuna mtu ambaye siku ya kwanza alianza kuomba kwa nguvu na uweza na mamlaka
Biblia inasema tunakuwa katika kila hali. Amina. Kipawa, kalama, huduma huwa inakuwa. Kwa hivyo kama nimeanza leo na Bwana amenipa hiyo kalama ya kuomba, wewe unaweza ukanishangaa kwa sababu hata maneno ninayachanganya, si ndio? Lakini nipe muda. Haleluya. Nipe miezi 6, nipe mwaka mmoja, nipe miaka 2, hapo uje uniangalie tena. Haleluya. Mtu mmoja akaimba nyimbo akasema, nipeni muda nimuulize kwanza Yesu kama ameshinda. Unajua wimbo nipe muda kwanza. Kama yeye ameshindwa kunibariki, nipe mwaka mmoja tu. Niache hapa nilipo. Hapo nipate baada ya mwaka, mtaona mambo yatakavyokuwa yamefanyaje? Yamebadilika. Basi mpe muda mtu huyo. Maana mwisho wa siku yeye kama ni shamba, matunda utayaona. Itaonekana. Ndio maana Yesu akasema kama hamniamini, ziaminini kazi ninazo. Yes, kwa sababu mtu mwingine hataweza kufanya hivyo sawa sawa na inavyotaka. Kwa hivyo usimnyoshee mtu kidole, mpe muda, matunda yataonekana. Haleluya. Kuna swali Haya, wewe uliza. Wakati anauliza, mtu mmoja afungue Petro wa kwanza sura ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba kuuliza, kama ni mfanyakazi katika shamba la Bwana, naweza nikawa ni mkulima, alafu mimi mwenyewe nikapanda, mimi mwenyewe nikatoa magugu, au nakuwa tuna kazi moja? Haleluya. Inawezekana. Amina. Ngoja niwaambie, mimi mwenyewe tunaweza kujitafakari. Mimi mwenyewe naweza nikajua, naweza kufundisha, najua naweza kuhubiri nikiwa kanisani, najua naweza kuhubiri nikiwa nje, najua naweza kila kitu ambacho najua Bwana ameweka ndani yangu najua, na sio kimoja, ni vingi. Kwa hivyo inawezekana, lakini hutapewa vyote. Juzi na Muhanga nilikuwa nafundisha kuhusu kunena kwa lugha, ndio somo Bwana alinipa. Basi chola hivi. Yaani kuna mtu anafanya hivi, anaandika. Nikamwambia mimi ukichola hivi ni maua, sijui. Sifanyaje? Sijui. Hebu soma Wakorintho wa kwanza 12. Soma mstari wa 28. Kwa hivyo yupo mtu atapewa mambo mengi, lakini hatapewa yote, kwa sababu akipewa yote yeye ni Yesu. Kwa sababu sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Kwa hivyo unaweza kupewa hata mambo matano. Kwa mfano, kwenye huduma tano mtu anaweza akapewa 4. Inawezekana. Lakini hata katika hizo 4 Mungu atakuwa amempaka mafuta kwenye labda 2. Unajua ipo tofauti ya kupewa huduma na kupakwa mafuta kwenye ile huduma. Kwa sababu ukiwa mchungaji, kama una mafuta ya uchungaji, Bwana atakuwezesha uweze kufundisha. Wewe utakuwaje mchungaji ambaye huwezi kufundisha? Kwa hivyo utakuwa na hayo mafuta, alafu utapewa kama ukiwa na injili, Bwana atakupa zile kalama nyingine za uponyaji na miujiza, kwa sababu utasimama kwa watu na watu wanataka kuona wasiomjua nani? Yesu. Kwa hiyo itakuja tu, hayo mafuta yatakuja. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza 12:28. Hujafika mpaka muda huu? Mpe kipaza sauti.
Wakorintho wa kwanza 12:28. Biblia inasema, Ndiyo. na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, na watatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya magonjwa, Endelea. na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya Wana karama wagonjwa? za kupona? Wote wanena kwa lugha? Wote wanena. Haleluya! Hili ni jibu ya kwamba katika hazina ambayo Bwana ameweka ndani yetu, anaweza akaweka vingi, lakini sio vyote. Amen. Kwa hivi omba kupata karama za Roho nyingi. Roho Mtakatifu anayegawa kutokana na mapenzi yake hatakupa zote, lakini atakupa zile ambazo anaona zitatenda kazi vizuri, maana anakujua, alikuumba kwa kusudi. Haleluya. Amen. Kuna mtu mwingine akipewa karama ya muujiza, Mungu alivyomuumba anajua huyu atapita mabarabarani huko, yani watamkoma. Kwa hiyo usimpe huyu, unampa nyingine. Mungu ndivyo alivyo, anatujua. Haleluya. Paulo mwenyewe anasema, ili nisijivune, Bwana akaweka mwiba katika mwili. Amina. Umefika hapa sasa? 5:1 mpaka mstari wa 3. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza. Biblia inasema, na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee, mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo, na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu, na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo. Haleluya. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Amina. Kwa hivi naomba niseme na wewe ya kwamba wewe ni kundi la Mungu, na neno kundi linaeleweka. Unajua, mbuzi ni kundi la wanyama wanaitwa mbuzi. Simba ni kundi la wanyama wanaitwa simba. Kuna timu za mpira. Yanga ni kundi la mpira linaitwa Yanga. Wenye Yanga umewasikia. Haleluya. Ninasema nawe kuhusu kundi. Wazaramo ni kundi. Amina. Wamasai ni kundi. Wanyakyusa ni kundi. Biblia inasema kanisa la Mungu nalo ni kundi. Amina. Sasa katika kila kundi katika kila kundi kuna mambo ambayo yanafanana. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio? Kuna mambo yanayo fanana. La kwanza, rangi. Ya kwanza rangi. Sauti.
Kutembea. Aha, okay. Ngoja tuorodheshe yote tu. Kutembea. Tabia. Hii rangi ndio muonekano, si ndio? Lugha. Lugha ni tofauti na sauti. Kwa hivi, hebu tuangalie kundi moja. Ng'ombe sauti yao ng'oo, mbuzi me, paka yao. Haleluya, Amen. Kwa hivi kama sisi kanisa ni kundi la Mungu, sauti yetu lazima iwe. Ukisikia katika kundi hapa, katika kundi alafu tena ukasikia huyo atakiwi kuwepo kwenye hilo kundi, si kweli? Kwa hivyo sisi kama ni kanisa la Mungu tutakuwa na sauti, lakini mara ngapi tumekuwa na sauti tofauti sisi wenyewe nyingi? Mwingine kama chura, mwingine kama simba, mwingine kama paka, mwingine mbwa. Yaani mkisema ninyi ni kina nani? Hamna jina moja ambalo linatujumlisha. Kama ni hivyo, sisi sio kanisa la Mungu. Wewe fikiria mtu avae jezi nyekundu aende kukaa kwenye jezi za kijani, sio namrusha? Yaani kama ni uwanjani pale kwa Mkapa, atakufa akiwa hewani, atatolewa kule juu. Sisi hatufanyi hivyo, tunasema Yesu ni wa neema, kwa neema tumeokolewa. Tunakwambia mvumilie. Simba hawezi kukaa katikati ya kundi la swala. Haleluya. Angalia muonekano, angalia jinsi tulivyo dunia hii. Wote wanaosema ni Wakristo, wamwamini Yesu, muonekano sio sawa. Muonekano sio, mavazi sio sawa. Kwa hivyo tunatofautiana kwa sauti, tunatofautiana kwa muonekano. Sasa tutoke kwenye sauti, angalia lugha. Lugha ndio kabisa, bora hata sauti. Hivi ndani ya Waha kunaweza kuwa kuna lugha 2 3, yaani kabila moja likawa na lugha 2. Eti lipo kabila moja ambalo lina lugha 2. Kabila ni kundi, Wazalamu ni kundi, wanaongea Kizalamu. Mtu unaweza ukajua lugha nyingi, lakini haubadiliki kuwa wa lile kabila, si ndio? Katikati yetu, wakati wengine wanasema upendo, wengine lugha yao ni kinyume cha upendo, ni chuki. Biblia inasema muonekano wetu, vazi letu ni utakatifu. Ni nini? Utakatifu. Wangapi mimi na wewe tunatunza utakatifu? Maana ndivyo ilivyoandikwa katika Petro wa kwanza 1:16.
Utakatifu uko wapi? Paulo akawaambia Wakorinto, msifungiwe nila na wasio amini. Kwa nini wewe unaitwa kondoo? Watu wanaomwamini Yesu, kanisa la Mungu linaitwa kondoo, wanaitwa kondoo. Kwa nini wewe unaonekana kwenye kundi la ng'ombe? Kuna ulinganifu gani kati ya Yesu Kristo na Beliari? Ama kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Kwa hivyo haya ni mambo ambayo unatakiwa uyatafakari. Ninafanana na kundi linalokwenda mbinguni? Sauti yangu, lugha yangu, mwenendo wangu, kutembea kwangu, mwonekano wangu, mimi ni Mkristo? Tulifundishwa hapa nani ni Mkristo, Matendo 11:28. Tukatiririka na vitabu vingi. Haleluya. Kwa hivi nikurudishe nyuma ya kwamba katika shamba la Mungu tulisema kuna magugu. Yule aliyepewa kazi ya kung'oa magugu anatakiwa ajue katika kundi ameingia simba. Unakimbia kwa mchungaji, simba, simba, simba yuko anakaa pale, yule simba. Kwa sababu sauti yake sio sauti ya kondoo. Unajua, unaweza ukawa umefanya kazi kwenye mavuno, ukafanya kazi ya kumleta mtu kwa Yesu. Sasa yeye akajua ameingia kwenye kundi la kondoo, amekaa zake kiti cha mbele, mara anasikia sauti ya simba, anakimbia, asema huyu mtakufa. Kumbe kuna simba huko. Ukipata kumuuliza, anasema mle kuna simba. Ile sauti niliyosikia sio ya kawaida, nikaiponya nafsi yangu, kama ambavyo watu wa Sodoma waliambiwa ponya nafsi yako, Lutu kimbia na wanao. Hivyo lazima tuwajue wale ambao ni simba, ni chui, wachawi, waganga, wenye chuki, ambao sio kondoo. Vazi lao sio vazi la kondoo, ni mbwa mwitu lakini katika vazi la kondoo. Unajua, Isaka alimshika Yakobo, alafu akamwambiaje, wewe unayesoma Biblia, wakati Yakobo amempelekea chakula alifanya hivi hapa, akasemaje? Wakati Isaka anakufa, anakaribia kufa, alimuita Esau na kutaka kumbariki, akihitaji chakula. Amina. Baada ya kula chakula ndipo afanyeje? Tamke. Na mama yao Rebeka akamsikia mumeo Isaka akisema kitu. Alikuwa akimpenda Yakobo, akafanya mipango kwa ajili ya Yakobo. Yakobo alipomletea chakula Isaka kuna maneno alimwambia Yakobo, akasema, Isaka alisema kwa ngozi nasikia ni Esau, lakini kwa sauti ni Yakobo. Alishika akasikia manyoya, si ndio? Haleluya. Kwamba kweli nikipapasa hivi naona ni Esau, ila hiyo sauti ya Yakobo, basi ngoja nile hivyo hivyo. Akala. Kwa hivi yupo mtu anayeweza kuja katika ngozi ya kondoo, lakini ni mbwa mwitu. Kakianza kuongea tu, haleluya. Sasa twende sehemu ya 3. Hapana, tuishie hapa, tutazimalizaga zote 12.